ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا نعمة الإسلام وهدانا بهديه إلى طريق الرشاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم: طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قيل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuitakia nafsi ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rahma na amani, tumshukuru Allah ambaye ametupatia neema ya Uislamu na akatupatia mwongozo ambao unatuongoza sisi kuelekea na kuifuata njia iliyonyooka ya Uislamu. Asikika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja akisema: tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Maneno haya aliyatamka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakasikia akiyasema haya maneno na hawakuyaelewa masahaba. Wakauliza: ya Rasulullah, wama tuba? E Mtume wa Mwenyezi Mungu, tuba ni nini? Unasema tuba unamaanisha nini? Mtume aliwajibu kwa kuambia: shajaratun fil janna, tuba ni mti ambao uko katika janna, masiratu 100 amin, kivuli chake urefu wake ni sawasawa na mtu kutembea mwendo wa miaka 100 kabla amalize urefu wa kile kivuli. Kisha akasema: thiyabu ahli aljannati takhruju min akmamiha, nguo za watu wa peponi, miongoni yani vifaa au materials ya nguo za watu wa peponi inatokamana na huu mti. Sasa huu mti mtu ataumiliki mara 3 muumini. Kwa nini anaumiliki mara 3? Anasema: tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Ataupata huu mti wa tuba na kheri nyingi ndani yake mtu ambaye ataniamini na hakuniona. Sisi wengi wetu tumemwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si wengi wetu, sote tumemwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini nani amemwona? Nani amemwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hakuna aliyemwona.
bali wengine tumezaliwa wazazi ni Waislamu, wengine wamejiunga na Uislamu baada ya kuwa wazazi wao hawakuwa Waislamu na yeye mwenyewe hakuwa Muislamu, kisha baadaye akaja akasilimu akajiunga na Uislamu kwa kuambiwa tu Uislamu ni dini ya haki, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho. Sasa basi, miongoni mwa sharti za mtu kukuwa Muislamu ni kuleta shahada mbili. Kuleta shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kukubali ya kwamba Mungu ni mmoja peke yake aliyeumba mbingu na ardhi, yeye ndiye anapasa kuabudiwa kwa haki, na ukakubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Bimaana wewe ukikubali Allah ni mmoja, ukikubali Allah ni mmoja, bado hujakuwa Muislamu, kwa sababu hata makafiri wanakubali Mungu ni mmoja, wengineo wanakubali Mungu yuko. Asema Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Hao makafiri ukiwauliza ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, watasema ni Allah, watasema ni Allah, watajibu. Lakini tatizo litakuja pale utapomuuliza, je, unakubali Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu? Pale anakwambia huyo mtume mimi simjui. Bado hajakuwa Muislamu. Anaamini Mungu yuko, lakini kumkubali mtume hajakubali. Kwa hiyo kuingia katika Uislamu na kukubali kwamba au kuqualify kukuwa Muislamu ni lazima uwe umetamka shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Tuingie katika kitengo cha tatu. Muislamu kama Muislamu alipokubali yeye ni Muislamu, anamkubali Allah ni mmoja, anakubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah. Kitengo cha tatu ni kukubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wa mwisho, hakuna baada yake mwingine. Hili linataka kuzingatiwa kwa sababu kwa zama za sasa hivi kumeibuka na wengine pia wanadai kuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakajinasibisha na yeye kwa jina lingine la Ahmad, na kwa kusema Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye suratu Safi kama sijakosea, pale Mtume Isa alayhi salatu wassalam anapowaambia Banu Israili, mimi ni mtume wa kweli kwenu nyinyi na nawasadikishia yaliyoko baina yangu, yaliyoko mbele yenu, na nawabashiria nyuma yangu kuna kuja nabii mwingine ambaye jina lake ni nani? Ni Ahmad. Ahmad ni jina la Muhammad kwa upande mwingine. Sasa kukaibuka na watu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufa, kuna watu walidai miongoni mwa munafikina, kuna waliodai kuwa wao ni mitume. Miongoni mwao Musailamatul Kadhab alidai yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu baada ya mtume kufa. Hasa akawa anashawishi masahaba, unajua mimi ni mtume baada ya mtume kufa, mimi sasa ndio mtume niliyebaki. Na ikaenda miaka na miaka mpaka zama hizi za sasa hivi kuna watu wanaoitwa Qadianiyina ni watu sehemu za Pakistani ama ni India.
ni sehemu kutoka India kule. Mmoja aliyebuka akasema mimi ni mtume kwa jina Ahmad. Sasa mpaka sasa hivi watu ambao kwamba wanamfuata na wako na shughuli mbalimbali, wanafuata watu vijijini sana sana. Wakipata sehemu Waislamu ndio ni Waislamu, lakini bado Uislamu haujakuwa strong, bado hawajakita kwenye imani, wanaweza kuja na mbinu na kuambia, mnajua katika Uislamu tuko na Uislamu na kuna madhhab au madhehebu. Katika Uislamu tuko na madhehebu kama ya Malikia, tuko na madhehebu kama ya Ahmadiyya, ya Ahmad bin Hanbal, tuko na madhehebu kama ya Shafi'i, kuna madhehebu ya Maliki. Madhehebu kama haya yanakubalika kwenye Uislamu, na kama yanakubalika, sisi pia ni Waislamu, lakini madhehebu yetu au sisi ni Waislamu Ahmadi, sisi ni Waislamu Ahmadiyya. Kwa hiyo watu wengi wakaghurika, wakaingia kwenye mitego yao na wakafundishwa imani ya kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna nabii mwingine na kuna mambo mengineyo. Haya lazima Waislamu tuyajue. Hawa si Waislamu. Maadamu umedai kuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe moja kwa moja hauko kwenye laini ya Uislamu, hauko, kwa sababu la nabiyya ba'dahu, hakuna nabii baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kule Waislamu sehemu zingineo wanaweza ghurika, na hata hapa mjini kuna wale ambao kwamba ni Waislamu, yani ni wafuasi wao, na maabadi zao hatuziiti ni msikiti, tunaziita ni maabad, sehemu ya kuabudu. Sehemu ya kuabudu ni sehemu yoyote. Kuna wale wanaoabudu masanamu, ili ni sehemu ya kuabudu. Kuna wale wanaoabudu miti, kuna wale wanaoabudu mawe, kuna wanaabudu vitu mbalimbali, ng'ombe, ndovu na wengineo. Kuna watu wanaoabudu mpaka mwanadamu wa kike, yani mwanamke asingekuwa mwanamke, wewe usingezaliwa. Kwa hiyo mwanamke ni Mungu amekuleta duniani, yeye usingekuja duniani pasina huyo. Kwa hiyo wengine wakamwabudu mwanamke. Sasa zile zote sehemu kama hizo ni sehemu za maabad, tunasema ni maabad, wala si sehemu za msikiti. Kwa hiyo Waislamu tuzinduke, tujue kwamba wakati ulipoingia katika Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa, enyi mlioamini ingieni katika Uislamu kiukamilifu. Usiingie gumoja ndani, gulengine liko nje. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri akasema, itakuja wakati Waislamu watashikilia Uislamu kama Uislamu wao kama nini? Kama kala moto. Kule pwani wanasema kushikilia Uislamu kama kipande cha papa. Kipande cha papa kinashikwa na vidole viwili, na ushiki na mkono kamili, unashika na vidole viwili hivi ukila. Kwa hiyo ikiwa kitu umekishikilia na vidole viwili, ndugu yangu Muislamu, hicho kitu umekishikilia madhubuti kweli? Haujakishikilia madhubuti, bimaana mtu ni rahisi akupokonye. Na Uislamu wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha wakati wa hijjatul wadaa, wakati alipokuwa zama za mwisho wake kuondoka duniani, anawaedhea masahaba katika viwanja vya Arafat, anawaambia, usikum wa nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla was-sam'a wat-ta'a. Hii ni hadithi ndefu ya Irbad bin Sariya, anawahusia Waislamu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na wasikize na watii, na wajue ya kwamba
wa'lamu, kaeni mkijua, man ya'ish minkum, atakayeishi miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona ikhtilafu nyingi. Wale kila mmoja anazuka na madhehebu yake, kila mmoja anazuka na mambo yake. Ikifika wakati huo, fa alaikum bisunnati, ni juu yenu kushikamana na sunna zangu mimi, wa sunnata alkhulafai rashidina almahdiyin, na sunna za makhalifa wangu waliokuwa wema, wenye kuongoza watu kwenye njia nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tushikamane na sunna zake na za makhalifa, sana sana makhalifa wa nne. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri akasema, al-khilafa 30 an, khilafa itachukua muda wa miaka 30, yani ule uongozi wa khilafa, kisha baada yake unaingia ufalme, utawala wa kifalme na nini, lakini bado uko katika misingi ya kisheria Kiislamu. Sasa watafiti wanasema, tukipiga hesabu kutoka mtume aliposema khalifa wa kwanza, wa pili, wa tatu, hao makhalifa wote waliishi na wakafa na wakabakisha miezi 6 peke yake kabla ya muda wa khilafa aliyobashiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa yaliyozuka hapa katika hiyo bracket ya 30 years Mtume aliyeruhusu yafanyike, miongoni mwao ni mambo mengi, baadhi ya mambo ambayo kwamba tunafanya, miongoni mwayo ni tarawih ya jamaa, ambapo kwamba wengi wameleta gumzo juu yake, tarawih ya jamaa. Mtume hakuiwacha hiyo, lakini iko katika bracket ya 30 years ya khilafa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia, ambayo makhalifa wangeileta, na khalifa aliyeileta ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, khalifa wa pili baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuondoka. Kwa hiyo akaleta tarawih ya jamaa msikitini na haina idadi. Mtume hakuacha idadi maalum ya tarawih rakaa. Kuna riwaya ya 36 rakaa, kuna riwaya ya 20 rakaa, na kuna riwaya ya chini ya rakaa 20 na juu ya rakaa 20. Chini ya rakaa 20 ni rakaa 8 na ukaongeza na 3 za witri. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa kiswali rakaa 11 za witri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe aliswali tarawih kwa muda wa siku 3 peke yake. Siku ya 4 hakufanya namna gani? Hakuswali na akabaki nyumbani, na mambo yale yaliendelea. Na wakati wa khilafa ya Umar radhiyallahu anhu wa arda, alirudisha tarawih msikitini tena kwa jamaa, ili kuhuisha qiraa ya Qur'ani isomwe sana, na hiyo ndo tunabaki nayo mpaka kuendelea insha Allahu taala. Kwa hiyo tujue sisi tulipomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu au Mtume sallallahu alaihi wasallam alitubashiria tutapata tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani, tutapata kheri ya tuba mara 3, kwa sababu tulimwamini mtume wala hatukumuona, tuliambiwa tu kuna mtume na tukamwamini. Na akamalizia hadithi ile, waliman amana bi wa waliman raani wa amana bi, na kwa yule pia aliyeniona na akaniamini pia atapata tuba. Wajazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.